Mbunge mteule wa wanawake kupitia jumuiya ya wazazi, Daktari Catherine Joachim amefanya ziara katika kata 4 ndani ya wilaya Nyamagana, lengo likiwa ni kuhamasisha wananchi kujitokeza kupiga kura na kulinda amani ya taifa la Tanzania. Akizungumza na umoja wa jumuiya ya wazazi leo hii Oktoba 27 katika kata ya Buhongwa, ikiwa ni kata ya kwanza kuitembelea ikifuatiwa na Lwanima pamoja na Maina, amesema wazazi wanalo jukumu la kuwalea vyema watoto wao ili kupata taifa lenye amani ya kweli na utulivu. Kikubwa ni tuweze kuangalia sisi kama wazazi tutakuwa na mchango gani katika malezi. Unajua haileti maana yoyote serikali inajenga mashule, serikali inajenga vituo vya afya, serikali inafanya kila kitu, lakini wale watoto vijana tunaokaa nao nyumbani wanakuwa na malezi yasiyoridhisha, wanakuwa na tabia zisizoridhisha. Hata mimi ukiangalia haya leo kwenye mitandao ya jamii leo yanafanywa na vijana, sio watu wazima kama sisi. Kwa hiyo tujiulize, sisi wazazi tunafeli wapi? Yaani mimi nimekuwa idamani kitu kikubwa ambacho nakaa na kiwazi, sisi wazazi tutafanya nini ili kuhakikisha tunakuwa na malezi bora, tunakuwa na kizazi bora kinachokuja. Maana ukisikia wazazi wengi, yani kila mtu anasikitika, lakini sisi ni wazazi. Kwa hiyo ndugu zangu, nitarudi hapa Buhongwa, tuangalie tutafanya nini kama wazazi. Uzuri haya tunayoongea kwenye malezi haihitaji hela kama tunavyojenga vituo vya afya, haihitaji hela kama tunavyojenga madarasa. Ni wajibu wetu sisi wazazi kuhakikisha tunakuwa na Tanzania yenye kizazi cha watu wanaopenda kufanya kazi, yenye kizazi cha nidhamu kama nyinyi mlioko nayo. Najua mmeitwa, mmekuja kwa wingi wenu, lakini leo hii uangalie vijana uangalie kama hivi, ile ari imepotea. Kwa mimi niahidi nitarudi hapa ili niweze kujua labda ni nini katika bunge tukaze sauti, ni nini tunachotakiwa kufanya katika elimu mashuleni, ni nini tunatakiwa kufanya watoto wetu wakiwa hawako mashuleni. Mara baada ya kutembelea soko la Sawa ya Juu katika kata ya Lwanima kuzungumza na wananchi na kuwaomba kumpigia kura Daktari Samia Suluhu Hassan, sasa ni zamu ya wana Mahina, na hapa anazungumza na viongozi hasa wa serikali za mitaa kujiandaa kuwaletea maendeleo wananchi mara baada tu ya uchaguzi kukamilika. Tukiwa kama viongozi inabidi tujiandae. Dr. Samia anakwenda kutoa takribani milioni 200 kwa ajili ya wajasiriamali, na fedha hizi zimeweka kipaumbele kwa vikundi vya wanawake, vikundi vya kina baba, vikundi vya vijana. Kwa hiyo mwelekeo wa serikali yetu sio kutoa hela kwa kila mtu mmoja mmoja. Inabidi tujiandae tuweze kuwa na vikundi. Hapo vipi? Hapo vipi? Fahamu sasa hivi watu wengi tumekuwa tuko kwenye vikoba, kwenye vikundi mbalimbali. Kwa hiyo serikali inakwenda kuwezesha vikoba hivi au vikundi vyovyote ambavyo tunavyo ili kuweza kuwaongezea mtaji wa shughuli wanazofanya, lakini pia kuviwezesha viweze kupata mikopo, kwani fedha hizo pia zinakwenda kuboresha mazingira ambayo vikundi hivi vinafanya kazi. Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo vipi? Kuna mengine mengi yanakwenda kufanyika, viwanda vinakwenda kujengwa kwenye kila wilaya, itakuwa na sehemu ambayo kutakuwa na viwanda, lakini hivi viwanda sasa hivi vinakuja kwa mtindo wa labda kuweka mashine, labda tuseme mathalan ya kusaga karanga, ya kusaga nyanya. Watu tunakwenda pale tunafanya mambo yetu, tunaondoka na bidhaa zetu. Hapo vipi? Hapo sawa. Ondoka na bidhaa ambazo aidha zimewekwa kwenye vifungashio vilivyo vizuri zaidi, aidha zimeongezea ubora, na hiyo itatuwezesha sisi wananchi kwenda kuuza bidhaa zetu bila kupunjwa katika masuala ya bei. Hapo vipi? Hapo vipi? Kwa hiyo ndugu zangu viongozi, mengine mengi yataenda kutekelezwa, lakini nimeona
ni muhimu tukaendelea kukumbushana mkiwa kama viongozi, ili baada ya uchaguzi tu mnaelewa kwamba serikali yenu inakwenda kufanya nini, mnaendelea kuandaa wananchi ambao mko mnawasimamia. CCM oye! CCM safi! Kama mnavyofahamu, itikadi ya chama chetu cha Mapinduzi inaweka msukumo au msisitizo mkubwa katika amani, umoja na mshikamano kama tunu za taifa letu. Kwa hiyo ndugu zangu, amani ndiyo nguzo kuu au ndiyo kichocheo kikuu kitakachohakikisha hii 95% tunayoidhamiria inabakia hivyo hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, nawaomba sana, nafahamu katika kipindi hichi diwani wetu labda au mbunge mgombea urais nafahamu wako 18, na katika uchaguzi wowote kunakuwa na ushindani. Tusikubali wagombea hawa walioko wengine 17 wa vyama vingine watuvurudie amani iliyoko nayo, kwani bila kuwako na amani hatutaweza kutekeleza miradi ambayo imeahidiwa kwenye ilani. Lakini vile vile kuna hatari ya mafanikio makubwa yaliyopatikana katika hii miaka 5 yakaweza kupotea. Mnakubaliana na mimi katika hilo? Kwa hiyo ndugu zangu, pamoja na nidhamu, cha pili twende kwa amani.